Mheshimiwa Kassim Amari Mbaraka. Shukran sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kupata fursa hii nami kuchangia kwenye bajeti hii ya Wizara ya Elimu. Awali yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia kuwepo hapa bungeni na kuendelea kulitumikia taifa letu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini katika nukta ya pili napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ndani ya taifa letu la Tanzania kwenye kuisimamia na kuleta mageuzi makubwa chanya, hususan mageuzi ya kielimu. Tumeona miaka mingi sana tumepita na kauli mbalimbali za elimu, lakini leo ile azma ya kauli kubwa ya taifa hili ya elimu ya kujitegemea inaenda kutimia kwa kuona mabadiliko makubwa yaliyofanyika kwenye mitaala ya elimu ambayo inawezesha vijana kuweza kuhitimu kidato cha 4 akiwa amehitimu elimu yake kidato cha 4, huku pia akiwa ameweza kuhitimu masomo yanayosimamiwa na NACTVET na kuweza kupata cheti na kuingia kwenye soko la ajira ujuzi ndani ya umri mdogo au hata kuendelea katika vyuo vya kati na kuweza kupata elimu. Hili ni jambo kubwa sana kwa sababu soko la dunia ya leo linahitaji watu wenye ujuzi na si nadharia tena. Kwa hiyo wataweza kushindana katika soko la ajira hapo baadaye. Hilo ni jambo kubwa sana. Tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyoifanya kusimamia mageuzi ya mitaala. Lakini pia nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Profesa Adolf Mkenda pamoja na naibu wake Mheshimiwa Naibu Waziri Wanu Hafidh Amiri kwa kazi kubwa anayoifanya kwenye wizara hii ya elimu, pamoja na watendaji wao, katibu mkuu, naibu katibu mkuu na watendaji wote wa wizara ya elimu. Kwa kweli wanafanya kazi kubwa sana kusimamia maono mapana ya taifa hili pamoja na maono mapana ambayo yamo katika dira yetu ya 2050 kuhusiana na masuala ya elimu ndani ya taifa letu la Tanzania. Jambo jema kabisa hilo na mambo yote yanakwenda vizuri sana. Baada ya kuongea hayo kwa muktasari, sasa nijikite kwenye jambo la msingi. Ukichunguza zaidi utakuja kugundua kwamba Wizara ya Elimu 100% maisha yake inagusa maisha ya vijana wa taifa la Tanzania. Na katika taifa la Tanzania vijana katika population takriban 68% hadi 70%. Hii tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba idadi ya ongezeko la watu inakuwa Tanzania, lakini ukiacha hivyo idadi ya vyuo vikuu vinaongezeka Tanzania. Maana yake ni nini? Ni lazima tujifunge mkanda vizuri kuhakikisha tunaihudumia vizuri elimu ya juu kupitia Higher Education Student Loan Board kwa kuhakikisha mikopo ya vyuo vikuu elimu ya juu na ya kati inayotolewa na Higher Education Student Loan Board inatoka kikamilifu na bajeti ile inatoka kama vile ilivyopitishwa na kuidhinishwa na Bunge. Nitatoa mfano. Ukiangalia bajeti ya mwaka 2023-24, 24-25 na 25-26 kuna kitu utakigundua. Bajeti iliyoidhinishwa na Bunge katika jumla ya vipindi hivyo vitatu ni trilioni 2 bilioni 442 milioni 851 laki 755,519.98. Hii ndio bajeti iliyoidhinishwa kipindi cha 2023 24, 2024 25 na 2025 26. Iliidhinishwa hii iende kwenye Higher Education Student Loan Board. Ifike pale watoto wale wakopeshwe, vijana wetu waweze kusoma. Kiasi kilichopokelewa loan board ni trilioni 1 bilioni 788 milioni 17 na laki 499,927.58. Hiyo ndiyo fedha ambayo imepokelewa. Takriban bilioni 654 na ushei bado haijapokelewa. Tafsiri yake ni nini? Ni kwamba kampasi zinaongezeka, kampasi zinakuwa nyingi, zinazidi kutanuliwa, idadi ya enrollment inakuwa vyuo vikuu. Maana yake ni kwamba tunaishauri serikali, Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha tunazozipanga hapa bungeni kuhusiana na Higher Education Student Loan Board na tunazoziidhinisha katika bajeti hili likipitishwa na Bunge tukufu, fedha hizo ziende kama zinavyohitajika, watoto wetu wapate mikopo. Kwa sababu ukiangalia takwimu, hii bodi ya mikopo inafanya kazi vizuri sana. Takriban 70% ya pesa wanayotoa wanaikusanya takriban 70%. Afrika Mashariki, Afrika kwa ujumla na duniani ni moja katika ogani muhimu na inafanya kazi vizuri sana. Kwa nini fedha hizi tusiidhinishe zote zikafika zikapokelewa zikaingia kwenye matumizi, vijana wetu wakapata elimu, tukao tunasaidia kikubwa zaidi.
Hilo ni jambo la msingi kwenye Higher Education Student Loan Board. Fedha tunazoidhinisha hapa bungeni ziende bodi ya mikopo kama tulivyoidhinisha, vijana wa Tanzania wakanufaike. Jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kuchangia ni kuhusiana na wadhibiti ubora. Ukiangalia wale wadhibiti ubora ni kama CAG katika elimu. Yaani ni wakaguzi ambao wao wanakagua masuala yote yanayohusiana na elimu ndani ya nchi ya Tanzania. Sasa hebu ifike mahali tuwaondoe kwenye fungu 56 TAMISEMI, tuwapeleke kwenye fungu 46 la bajeti Wizara ya Elimu. Kwa nini nasema hivyo? Mkurugenzi wa halmashauri ndio anasimamia karibia shule zote katika eneo lake. Mkurugenzi anaposimamia, mwisho wa siku ndio anaolipa ile capitation grant fee kwa ajili ya wale wadhibiti ubora kufanya kazi zao. Sasa siku zote anemlipa mpiga zumari ndio anayechagua wimbo. Hii maana yake ni nini? Tuwafanye wadhibiti ubora wawe huru, wafanye kazi zao vizuri. Wakipita kule wakiona hakuna madawati, hakuna miundombinu mizuri ya matundu ya choo, au shule zina hali mbaya, waweze kuandika ripoti na kushauri vizuri ili tuweze kupata matokeo bora kwenye shule zetu. Kwa hiyo ninachoshauri, hawa moja kwa moja wasimamiwe na Wizara ya Elimu. TAMISEMI wasihusike nao. Malipo yao yote yatoke Wizara ya Elimu, waje kwenye fungu 46 la bajeti. Hili ni jambo muhimu sana, kwa sababu hili ndio jicho letu katika majimbo, ili wafanye kazi zao kiweledi na vizuri zaidi. Jambo jingine la msingi zaidi ni kuhusiana na swala zima la VETA. Mheshimiwa Mwenyekiti, VETA ndio inajenga taswira kubwa ya kutengeneza ujuzi wa nchi hii. Ndio master plan ya ujuzi kwa vijana wetu ndani ya taifa la Tanzania. Fedha zinazotengwa kwa ajili ya VETA zitoke, VETA zikatengenezwe, zisimame, ili vijana wetu waweze kuingia katika enrollment hiyo na kuweza kupata tija kubwa ya kupata ujuzi hapo baadaye. Mwaka unaokuja mbeleni tunamaliza darasa la 6 namaliza, hali kadhalika wanamaliza na darasa la 7, kutakuwa na double code. Maana yake huko mbeleni kutakuwa na enrollment kubwa ya wanafunzi kuingia vyuo vya kati. Nini kinachohitajika? Kinachohitajika vyuo vya VETA vijengwe kwa haraka, viwepo nchi nzima, ili vijana hao waingie hapo waweze kupata ujuzi. Wakitoka pale wana ujuzi kamili, watakaweza kujiendeleza hapo baadaye katika shughuli zao mbalimbali za ajira. Lakini VETA isiishwe kujengwa, tuvilinde kwa thamani kubwa. Kwa nini tuvilinde kwa thamani kubwa? Nitatoa kesi moja ya Tanga. Nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Elimu. Tanga tuna chuo cha VETA kizuri sana. Pale panatolewa mafunzo ya udereva, passenger service vehicle na HDV, heavy duty vehicle. Palitokea kidogo kurupushani, lakini baada ya muda kuna mtu alitokea akalala akaamka akasema hii kozi mimi nimeifuta. Lakini namshukuru Mheshimiwa Waziri wa Elimu, mtu bingwa kabisa, Profesa Mkenda. Nilikaa naye nikazungumza naye, akamtoa director wa VETA, akamtoa na naibu wa VETA, naibu katibu mkuu wa elimu, waende Tanga. Leo hii alhamdulillah chuo cha VETA Tanga kinatarajia kurudi kozi ya PSV na kozi ya HDV waweze kusoma pale VETA. Kwa isiishie kuvijenga hivi vyuo, tuvisimamie kwa hari kubwa na kuvitolea jicho. Ndio vilivyoshikilia muhimili wa vijana wa Tanzania. Rais Samia ameweka mtazamo mkubwa sana kwenye suala la VETA, kwa sababu ndio ujuzi wa vijana wetu utapatikana hapo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kusema hayo sasa nitoe pongezi zangu za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia mradi wa HEET, Higher Education for Economic Transformation, na sisi Tanga tumenufaika kupitia Mzumbe University Mkinga Campus, mradi wa dola milioni 7. Haya ni mabadiliko makubwa na ni mageuzi makubwa, na nataka niliambie bunge hili tukufu, Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanga ndiyo chemchemu ya elimu ya taifa hili. Shule ya kwanza ya msingi ilikuwa Magila, shule ya kwanza sekondari ni Tanga. Sisi ndio watu wa mwanzo kusoma na kuona mwanga wa elimu. Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya awamu yake kuileta Mzumbe University Mkinga Campus ameiongezea ladha na utamu fahari ya elimu ndani ya mkoa wa Tanga. Pia niwapongeze sana wizara kwa kuisimamia miradi hii ya HEET. Tumeitembelea miradi hii, value for money unaiona. Wakandarasi wazao wamepewa nafasi. Mfano mradi ule wa Mloganzila pale, mkandarasi mzao kama Mohamed Builder ameufanya mradi mzuri na unamalizika kwa wakati. Iko takriban 70% miradi ile.
Kwa kusema haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja, bajeti hii tuipitishe yote kwa kishindo. Shukrani sana. Asante Mheshimiwa kwa mchango wako.